tupo namba 52, matukio makuu ya mwaka mtakatifu 2025. Katika kuadhimisha jubilei ya mwaka 2025 yalifanyika mazoezi mbalimbali ya kiroho zikiwemo hija kwa makundi mbalimbali. Je, wewe binafsi ulishiriki kiaminifu katika moja ya makundi yaliyokuwepo? Na kama ulishiriki kikamilifu, je, unahisi uliona kitu chochote? Kufungwa kwa jubilei mwaka 2025 hakumaanishi kumaliza masafari ya kiroho ya kutafuta utakatifu, bali ni mwanzo wa maisha mapya. Na kama ukushiriki tukio lolote, mwaka huu uwe fursa mpya ya kujitathmini nafsi yako mbele ya Mungu na kujitahidi kutafuta wasaa wa tukio la kibinafsi linalofanana na hilo. Ndugu, msichoke kutenda mema. Kauli mbiu ndugu msichoke kutenda mema inatukumbusha umuhimu wa kudumu katika huduma za Kikristo hata baada ya kipindi cha sherehe na maadhimisho ya mwaka wa jubilei 2025. Inatuangazia pamoja na Wakristo wote tusipoteze motisha na shauku ya kutenda mema na kututia moyo kubaki imara katika kujitoa kumtumikia Mungu na jirani. Ustahimilivu huu unahusishwa na ahadi ya thawabu ya wakati ujao na kuhakikishia waumini na watu wote wa Mungu kwamba kutenda mema si kazi bure. Sehemu ya maandiko matakatifu, ndugu msichoke kutenda mema, ni mwito wa kutenda unaojikita katika kuelewa kwamba maisha ya imani katika Kristo ni safari, si marudio. Ingawa maadhimisho ya jubilei yaliweza kutuletea hali ya uhapisho na msisimko mpya wa maisha ya imani, hali halisi ya maisha ya imani ya kila siku pamoja na changamoto na matokeo yale, kiasi kwamba uchovu na kuvunjika moyo daima upo. Hii ni kweli hasa katika muktadha wa kuwahudumia wengine. Maisha ndani ya Kristo ni kutokuchoka, tukitambua kwamba maisha daima yana changamoto, lakini lazima tuwe na ustahimilivu kupitia imani na matumaini, furaha katika magumu, kusudi kuwatumikia wengine na kutimiza mpango wa Mungu. Maisha ndani ya Kristo yanatoa msingi wa kukabiliana na matatizo ya maisha kwa imani, matumaini na mapendo. Ushauri wa Mtume Paulo katika Galatia sura ya 6 mstari wa 9 na vifungu vyake katika Wathesalonike wa pili sura ya 3 aya ya 13 ni ukumbusho kwamba kazi ya imani inaendelea hata baada ya kupata hali ya juu ya kiroho. Maisha ya Kristo yanahitaji jitihada thabiti na kujitoa kwa kazi nzuri. Uchovu wa kiroho ni neno la kweli. Wanadamu, hata wale wanaosukumwa na imani, tunakukata tamaa na kutoka katika kutenda mema. Uvumilivu ulipa. Mungu anaahidi mavuno kwa wale wasiokata tamaa, akiwatia moyo waumini kuendelea kuvumilia kwa bidii. Umuhimu wa kutembea pamoja. Sinodi ya maaskofu juu ya kanisa la kisinodi inatuhimiza sisi waumini kutembea pamoja katika safari ya imani. Mwenye imani thabiti ndiye apataye
katika majaribu zaidi ya kukatisha tamaa na kuvunja moyo. Wewe